afisa of course manager wa habari na mawasiliano wa kikosi chao, ni kwamba kocha wetu ametumia siku 2 kukifuatilia kikosi chetu na mchezaji mmoja mmoja, na tayari anayo maamuzi nini. Ninaamini kwenye makundi timu yetu itabadilika kabisa. Mbona furahi ndugu yangu? Mbona furahi? Kwenye makundi timu yetu itabadilika kabisa. Moja kati ya kitu ambacho huwa napenda kuwashauri wa Tanzania, msisikilize kauli za wasemaji. Hasa zinazohusu ufundi. Kocha hawezi kutumia siku 2 kukijua kikosi. Siku 2 hawezi kutumia siku 2 kukijua. Sasa ndio mambo kocha CV kubwa kaka. Hata kama wewe una CV kubwa huwezi kutumia siku 2 kukijua kikosi. Hiyo ni uongo. Hiyo haiwezekani bwana Brain. Kuhusu CV ya bwana Pedro Goncalves, ni kocha ambaye career yake ya coaching ilianza kwenye focus ya soka la vijana. Amefanikiwa kupita kwenye club kama Sporting Lisbon, ambapo ilikuwa ni mahususi kwa ajili ya program za soka la vijana. Lakini kutokana na ushirikiano wa mpira wa miguu baina ya Angola na Ureno, akapata nafasi ya kwenda kuhudumu kwenye nafasi hiyo ya soka la vijana ndani ya taifa la Ureno. By the way, Angola. Wakati akiwa Ureno ana baadhi ya wachezaji ambao walikuwa na majina makubwa mpaka hivi sasa ambao wameshawahi kufanya nao kazi, lakini baada ya kutua kwenye timu ya taifa ya Angola ambako alienda mahususi kwenye program ya soka la vijana, alihudumu Angola kuanzia mwaka 2015 kwenye soka lao la vijana. Baadaye bahati nzuri zaidi kutokana na kutengeneza vijana wengi kwenye system ambayo yeye alikuwa ameianzisha, wale vijana wakamachua, na baada wale vijana kumachua ndio wakaanza kutumika kwenye timu ya taifa ya Angola. Kwa baada ya vijana hao kutumika huko, ikaja ikaonekana kwamba bwana Pedro ana uwezo pia wa kuendeleza project ambayo alianzisha mwenyewe. Kwa hiyo akatolewa kufundisha soka la vijana, akaenda kuifundisha timu ya taifa ya Angola ambako amehudumu 21 mpaka hivi sasa 25 akiwa kama kocha mkuu wa hiyo timu ya taifa ya Angola. Na bahati mbaya sana mwisho mwa career yake haukuwa mzuri kwa sababu kwenye michuano ya CHAN Angola hawakuwa na performance nzuri kabisa. Baada ya kuondolewa kwenye michuano ya CHAN, timu ya taifa ya Angola ikaamua kuachana naye. Lakini ni moja kati ya makocha ambao sifa yao kubwa sana ni namna ambavyo ana uwezo wa kutoa uwezo wa mwisho kabisa kutoka kwa mchezaji. Kwamba unampa mchezaji huyo hapa, yeye sasa binafsi ana uwezo wa kumsqueeze huyo mchezaji mpaka akatoa kile kilicho bora zaidi ndani yake. Kwa hiyo Yanga kumpata huyu kocha, changamoto iliyopo ni kwamba wanamleta kocha ambaye baadaye kabla hata pia kuingia Angola alipita Premier de Agosto, ambako Premier de Agosto pia alikuwa kocha wa timu za vijana. Unampata kocha ambaye for the first time anakuja ku-experience mazingira ya kuwa kocha mkuu wa timu inayoshiriki ligi. Na maanisha kuwa kocha wa club sasa. Sababu ametoka national team, Premier de Agosto alikuwa anahudumu kwenye zile timu za chini, anakuja sasa Young Africans, anaenda kuhudumu kama kocha mkuu wa timu ambayo ipo kwenye mashindano na daily basis. Day in day out tupo kwenye mashindano. Lakini hii inaweza ikawa changamoto, ila sasa moja kati ya guarantee ambayo Young Africans wanaweza kuipata kutoka kwa huyu kocha ni kocha ambaye anaenda kuproduce aina ya mpira ambao Yanga wamekuwa wakiutamani kwenye siku za hivi karibuni. Miaka ya nyuma Yanga ilikuwa haijalishi mpira unavyocheza. Wakaja kubadilika kifalsafa walipompata coach Hans van der Plyme. Akawapa falsafa ya kampa tena. Yanga ile ndio maana hizo ni moment ambazo Yanga watazikumbuka sana. Because walikuwa wanahama kutoka kwenye falsafa moja. Niwaga napenda kukumbusha hapa. Ukisikia kwa mchezaji Yanga ni mzuri, unasikia ni winga Mrisho, Lunyamila, Msuva. Yani unasikia ni mawinga tu. Yanga anazalisha. Hata Mzizi wa saizi angecheza. Yani ni Yanga ambayo ilikuwa na wachezaji wengi kwenye mapana ya uwanja na lile eneo la mwisho. Na ukiambiwa Mohamed Hussein Machinga, Joselin Tambwe. Ukiambiwa Chama amesajiliwa kwenda Yanga, kila mtu anashangaa. Kila mtu anashangaa. Lakini kwa sababu sio type ya Yanga. Yanga ilikuwa ni watu wa kazi, mali inaanzisha chini kwa kazi na pelekwa kwenye maeneo ya mapana ya uwanja kibati, mwendo, mtaji mbio. Mtu ambaye atakuwa mtulivu ni kiungo. Kiungo ambaye hapa ni ndo kina Nyonzima, kina Salotela, kwa kubwa zaidi ilikuwa
ni mahali inaenda mapana ya uwanja, na Haruna Niyonzima ndio alikuja sasa kwenye hiyo era, alikuwa anaingia maka yes alikuwepo, lakini era ambayo watu tulimfaidi Niyonzima ni era ya kampa tena chini ya Babu Hans van der Plyme. Wakatoka pale wakarudi Yanga kwenye basic ya mpira wao miaka yote. Ile scouting ya kina Juma Mahadhi ile nini ilikuwa ndio hiyo kwamba hebu waingie hapo kwenye Yanga kampa tena, lakini ilivyoisha ile kampa tena Yanga karudi kwenye maisha yao ya ukawaida, kwa bwana mpira wetu mtaji mbio. Kwa unataka kuniambia wakina Mwinyi Haji Ngwali kina Oscar Joshua kipindi kile wasingecheza maybe Yanga ya saizi? Yanga situation wale hata kwa quality wacheza. Juma Abdul defense Sajigwa mpira wa zamani na sasa hivi sipendi kufananisha sana sababu kuna vitu vingi kwa type walivyokuwa wanacheza, kwa type walivyocheza hii falsafa za kisasa zingeza kuoia ugumu. Chuji angecheza, Chuji alikuwa ana composure hiyo, Chuji angeza kucheza kwenye composure hivi sasa. Lakini walipokuja Mwalimu Nasreddine Nabi, Yanga wakarudi hiyo akarudishia tena kwa uzuri sasa falsafa yao ya mtaji mbio. Na ndio maana ile ilikuwa ni rahisi kumkuta Dickson Mbundo na uwasha. Ilikuwa ni rahisi sana kumkuta Farid Musa na uwasha, Crispin Ngusha na uwasha, mtaji mbio. Alipokuja Gamondi akamwambia tunaondoka kwenye falsafa yenu ya mtaji mbio, tunarudi kwenye falsafa ya kucheza mpira. Yanga katika falsafa ya Miguel Gamondi ya kucheza mpira wakaenjoy mafanikio ambayo labda walikuwa wanayatamani kwa muda mrefu, because wanarudi kimataifa. Miaka 25 baadaye timu inafanikiwa kwa dominant kwenye ligi. Yes, Nabi aliwapa hizo moment, Nabi alimaliza mpaka unbeaten, lakini kwa Gamondi wakanapata mafanikio, wanacheza vizuri, halafu timu mtu na enjoy ile, unaangalia game unafurahia. Baada ya pale kutoka kwenye ile falsafa ya Miguel Gamondi, alipokuja Sid Ramovic akaishi kwenye falsafa ya Gamondi kwa uchache, japo naye akaanza kuimprove mtaji mbio, lakini falsafa ile ikaanza kuonekana. Hamdi Melod same akabaki kwenye zile basics. Alipokuja bwana Roman Falls mwaka mbele, kocha wa mwaka wa mbele, kocha bora kabisa, kocha Minuno kuonewa, kocha Minuno Roman kuna kitu cha utofauti akawa anawapa Yanga ni kama wakatahamaki akainua star mwingine anaitwa Azizi Andabwile, ameleta Azizi Andabwile kwenye timu, yani kila moja hiyo alileta timu ambayo kila mtu akawa anajiuliza Yanga anacheza very direct, ambayo direct football msingi wa direct football ni mmoja tu, mtaji mbio. Kwa sababu timu zinataka kuondoka kwa haraka, kwa hiyo anawarudisha kwenye mtaji mbio, watu wanatamani watu waone mpira linachezwa. Sasa wanampata Pedro Goncalves, ambaye Pedro national team ya Angola, falsafa ya mpira wa Angola, kiufupi falsafa ya mpira wa Afrika Kusini, kusini mwa bara la Afrika ni kutambaza mpira chini. So it's a guaranteed kwamba wanapata kocha ambaye ana uwezo wa kuwapa kila ambacho anakitaka. Lakini hoja iliyopo ambayo siwezi kuijibia hapa, inajibiwa na muda, ni je, atawapa wanachokitaka in terms of mafanikio? Tusummarize kidogo. Aanze na kipi sasa? Jana kwa mujibu wa video mjongeo ambazo tumezishuhudia, kapata nafasi ya kuishuhudia Young Africans yeye akiwa nafikiri kwa ofisini kwao. Alikuwa ofisini kwao wapi tena? Alikuwa Salamanda. Ofisini kwao, ofisi ya Yanga maana yake maanisha au? Alikuwa Salamanda. Ndio maanisha ofisi ya Yanga. Ofisi ya Yanga Salama ziko Jangwani. Vyovyote yeye alikuwa nyumbani tuseme. Yeye alikuwa nyumbani anashuhudia. Yaani akufika huko nyumbani. Of course akwenda uwanjani. Alikuwa kwenye ofisi za mfadhili wa timu. Katika hiyo ofisi ya mfadhili wa timu kuna ofisi ya rais wa timu huko. Kule. Yaani kule kuna ofisi ya rais wa timu. Kuna ofisi ya Yanga pia. Ya Yanga. Ni ofisi ya Yanga. Au tunawatenganisha. Hatuwezi kuwatenganisha. Tuseme tu ofisi ya rais wa Yanga, lakini sio ofisi ya ipo taasisi ina makao makuu yake sehemu fulani, sawa, lakini mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi yupo ofisi fulani. Ni sawa na ila bado ni kiongozi wa yuko Dubai sasa hivi. Kwa taasisi iko pesa inasainiwa kutoka Dubai. Hiyo ni Mpanzu peke yake, lakini ama hata nakumbuka mmoja aligoma, CEO wa Yanga Senzo Mbata. Senzo alipewa ofisi pale, anambia mnanitania mimi nipelekeni Jangwani mpaka na manangu. Okay, kitu gani ambacho napaswa kuanza nacho, au ni vitu gani ulivyobaini Young Africans? Cha kwanza kabisa, Yanga mimi binafsi naamini wanahitaji kitu wanapenda kukiita sauti mpya. Sauti mpya ni kocha ambaye anaingia dressing room halafu anawarudisha wachezaji kwenye moral. Unajua brain wewe kunaweza ka kila mtu kila siku mimi kuna kitu kile nakwambia kile brain pambana. Kupambana ni kitu ambacho unatakiwa kukifanya, lakini kwa sababu nakwambia mimi kila siku hautopambana. Siku anapokuja Hussein anakwambia brain pambana. Na hiyo na kesho yako. Hii sauti mpya ambayo motivate sana. Kwa hiyo hiyo ndo sauti mpya ambayo unakuwa unahitaji.
wachezaji wa Yanga wanahitaji sauti mpya. Nakumbuka kabla ya mechi kwamba I think ni Ibra kama si wa Star kwamba Yanga wanavyocheza kwenye zile mechi za chini ya Roman Falls ilikuwa ni azifu wachezaji wanacheza huku akiwa na mawe miguuni. Yaani uko kimwangalia Pacome unaona this guy mbona mpira anajua lakini what's wrong. Ukimwangalia Max unajua huyu bwana mpira anajua. Kwa hiyo alikuwa anahitaji tu mtu wa kurudisha kwenye kucheza kwenye viwango vyao ili wamfunge bwana Silver Strike. Kwa sasa hivi Pedro anachotakiwa kukifanya ndani ya dressing room ya Yanga ni kuhakikisha kwamba anairudisha moral kwa kuinput sauti yake kwanza. Kwamba nimefika mimi naitwa Pedro. Pacome nakujua, Max nakujua, tucheze mpira. Hiyo ni factor ya kwanza kabisa ambayo yeye anaweza kaitumia kwanza kujenga timu. Kwamba wale wachezaji wako bora warudishe kucheza mpira kwenye moral. Yaani Pacome siku ambayo wewe bwana Pedro umeingia tu kwenye dressing room unacheza dhidi ya Brain FC, unamwambia Pacome, bwana mimi mbinu leo sina. Mkacheze wanangu. Pacome anakushindia hiyo mechi. Unahitaji mchezaji wa aina hiyo. Unahitaji kocha wa aina hiyo. Lakini baada ya hapo sasa kuna kitu alikifanya bwana Mabedi jana. I think nilikuwa nakigusia hata kabla ya mechi kwamba irudishe timu kwanza kwenye basic. Usitengeneze kitu kipya wakati kitu kilichokuepo kilikuwa kina uwezo wa kukusaidia. Kwamba Mabedi ukimwangalia alivyorudi jana, jamani mimi Yanga na nimekuta ina wiki moja na nusu. Yanga bora ni Yanga ambayo ilikuwa katikati Mudathir, Abuya. Nyie ambao nimewakuta wachezaji wapya labda Mohamed Hussein wewe ndio ingia kwenye timu, lakini nyie ambao mlikuepo msimu uliopita nendeni uwanjani. Okay. Pedro akianza kujenga Yanga kwenye Yanga ambayo ilikuwa dominant, ana uwezo wa kutengeneza timu nzuri kwa sababu ana wachezaji wengine wapya ambao wana uwezo wa kuingia ndani ya kikosi na kukiongezea ubora kile kikosi. Chief coach ni Pedro. Msaidizi pia ametangaza anaitwa Philippe Pedro. Mabedi anaenda wapi sasa ndugu zangu? Mkurugenzi wa ufundi. Mkurugenzi wa ufundi. Yes. Achelewe kupewa cheo cha mkurugenzi wa ufundi. Kwa hiyo ni mkurugenzi ufundi atapewa. Yaani pasi na shaka ndio cheo ambacho kinaelekea. Hivi Hamdi sasa alikuwa pale? Na somebody nani? Mwalimu. Mwalimu yuko Belouizdad. Yaani si alikuwepo kwenye cheo cha nani? Cheo hicho. Mkurugenzi wa ufundi. Sasa hivi wana mkurugenzi wa ufundi na nili. Alikuwa TD Sasa hivi mkurugenzi wa ufundi wanaye somebody Max Lopez something like that. Atashuka hapo. Okay. Yaani ukishaka hapo maana ni kwamba caretaker wa muda wote. Unakuwa kama Matola hivi. Yule yani yule kwenye hicho cheo cha mkurugenzi wa ufundi yule ni sawa na cheo alichopewa Boniface Mkwasa cha ukatibu mkuu. Wakati ule. Hebu shika hapa. Tukifukuza kocha muda wote unarudi Gaza. Wewe ndio unaenda kuwa kocha wa timu.